Mbunge wa Kigoma Kaskazini Kizza Mayeye amesema ni jambo lisilokubalika kwa baadhi ya vijiji vya jimbo lake kukosa huduma ya maji safi kwa zaidi ya miaka 60 licha ya ukaribu wake na ziwa Tanganyika. Akizungumzia hayo, Mayeye pia ametaja baadhi ya maeneo kama ya Kiziba, Kagunga na vijiji vingine kuwa bado yanakabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hali inayoathiri wananchi katika maisha yao ya kila siku. Kuna maeneo ambayo miaka 60 na leo tunazungumza ya uhuru hawajawahi kuona maji yanatoka kwenye mabomba. Kwa mfano kule Kiziba tuliko kwenda, mwambao kule waziwa kule Kagunga, hawajawahi, Mwamgongo, Kiziba hawajawahi kuona maji katika mabomba. Na ziwa Tanganyika liko mita kadhaa, wao wako mlimani lakini hawajawahi kupata maji. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo yana changamoto ya maji. Zashe, kuna Kalinzi kule Milinzi, watu hawapati maji. Mwandiga tu pale ambako ni nyumbani kwetu na tunasema ni mji mdogo, lakini wanakaa mwezi wananchi hawana maji. Kwa hiyo ni hoja ambazo ninazisema bungeni na nitaendelea kuzisema na kuwakumbusha, na katika bajeti hii lazima ni wabane kuhakikisha kwamba wanatuletea pesa ili watu waweze kutatua changamoto. Pesa ziende kwa watu wa Ruasa, pesa ziende kwa watu wa Tarura, pesa zije tuweze kutatua changamoto zetu. Halmashauri yetu ipate pesa, tujenge vituo vya afya. Katika hatua nyingine, Mayeye amezungumzia namna anavyojitofautisha na viongozi wengine katika uwajibikaji mbele ya wananchi. Sasa sijui hao wanaokosolewa wanakuwa wamewapima katika engo ipi, lakini mimi kama mwakilishi wa wananchi, wajibu wangu ni kuwakilisha wananchi ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa hiyo matatizo yao, kazi yangu ni kuiambia serikali kwamba jimbo la Kigoma Kaskazini hapa tunapozungumza kuna wananchi hawana maji, tuleteeni maji. Waziri wa maji kaka yangu Aweso, tuangalie watu wa Kigoma Kaskazini, bajeti hii inayokuja tuleteeni pesa ya kutosha wananchi wapate maji. Wajibu wangu ni kuiambia ukweli serikali kwamba huko katika kata zangu za Kigoma Kaskazini kuna maeneo hakuna vituo vya afya, kuna maeneo hakuna zahanati, lakini pia hata huko ambako kuna vituo vya afya, kuna zahanati, hatuna madaktari wa kutosha, hatuna manesi wa kutosha, hatuna vitendea kazi, hakuna dawa za kutosha. Tunaomba mtuletee dawa, tunaomba mtuletee watumishi, tunaomba mtuletee vitendea kazi kama x-ray, darubini, kuna sehemu havipo. Huo ndio wajibu wangu, lakini hali kadhalika barabara, wajibu wangu ni kuikumbusha serikali kwamba barabara za vijijini ni lazima tuzitengeneze, zina hali mbaya. Kuna maeneo barabara mwanamke akipita ni mjamzito ana uwezo wa kujifungulia barabarani kwa sababu ya ubovu wa barabara. Kwa hiyo wajibu wangu kama mwakilishi wa wananchi wa Kigoma Kaskazini ni kuikumbusha serikali, na kwa sababu tuko katika budget, natarajia kabisa hawatatuangusha, watatupa budget ya kutosha tuweze kutatua changamoto zetu. Lakini hali kadhalika mashuleni, watoto wanasoma mazingira magumu sana. Kuna watoto wanasoma hata choo hakuna. Mazingira watoto wanasoma chini, hakuna madawati. Wajibu wangu kama mwakilishi wa wananchi ni kuiambia ukweli serikali, watukumbuke, watoto wapate madawati, watoto wapate vitendea kazi, walimu, mazingira yaliyo bora, vyoo vilivyo bora. Kwa hiyo ninaikumbusha serikali, lakini na mimi kama mbunge ambaye natamani kuona mabadiliko katika jimbo langu, pale ninapoweza kwa mfuko wa jimbo, kwa pesa yangu binafsi, nafanya kwa kushirikiana na wananchi, lakini lazima tuikumbushe serikali wajibu wake kwa wananchi.